أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جل علاه ما لنا رب سواه. كل من حاز رضاه حاز في العمر الأرب. وأصلي أسلم على النبي خير الورى الرسول المجتبى. بال المسلمين سواك حصن إذا ما ضر مسهم ونابا. ولو حفظوا سبيلك كان نورا وكان من النحوس لهم حجابا. وأصلي وأسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Awali ya yote ndugu zangu Waislamu, hakika maamkizi mema ni maamkizi aliyotufundisha Mwenyezi na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pili, nitumie fursa hii kwa kujitambulisha ili tuweze kujuana. Kwa jina maarufu inaitwa Dr. Harun Sha'arawi Al-Azhari. Kwa mujibu wa BAKWATA ni mjumbe wa baraza la mashekhe BAKWATA mkoa, lakini kwa nafasi ya pekee ndiyo katibu wa shekhe wetu wa mkoa wa Kigoma, na kwa nafasi nyingine ni katibu wa kamati ya dini mbalimbali manispaa ya Kigoma Ujiji, na kwa nafasi nyingine ni katibu wa jumuiya ya maridhiano, amani na masuala ya kidiplomasia mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo hizo ni sehemu ya nafasi zangu. Mbali na ushehe wa kata ya Simbi, nilipenda mnitambue hivyo. Lakini pia nitumie fursa hii adhim na maridhawa kutoa shukurani za pekee kwa shekhe wangu wa kata hii Al-Habibi Sheikh Idris, kutokana na mawaidha mazuri ambayo kila yule ambaye qalbuhu mutma'innun bil iman, moyo wake umetulia katika imani, atakuwa ameguswa na kufahamu falsafa ya maneno yake. Na mimi niseme tu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie kila la kheri, lakini pia akupe afya njema katika kumtii Mwenyezi Mungu na kumtumikia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni kweli kwamba nafsi zetu zinatakiwa zitibiwe, zitibu na wewe, na
ukweli wenyewe, matukio ambayo tunayoishi nayo katika jamii yetu ya Kiislamu kwa sifa ya pekee, ni wazi tukijikagua tutakutana nafsi zetu zina mapungufu makubwa mno. Mbali na yale yasiyoonekana kwa upeo wa macho yetu, ambayo ni husda, chuki, fitna, kutotakiana mema kati ya Muislamu na Muislamu mwingine, kuchafuana kwa sababu ya kutafutwa ardhul hayati dunia, heshima ya maisha ya dunia, ni wazi kwamba tumechafuka. Adamu al-i'tisamu bihablillahi, kutoshikamana katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanatamassaku bilfifa, wasimba waliyanga, dalilun ala anna nufusuna munghamisatun fil fawahish. Kushikamana katika usimba na uyanga, wal ahzabu siyasiya, na vyama vya kisiasa zaidi, kulikoni kushikamana katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni dalili kwamba nafsi zetu zimechafuka. Sasa mimi ningelipenda tuulizane maswali. Sisi ni walimu, ili kwa kupitia maswali haya iwe ni sehemu ya muunganiko wa yale yaliyoyazungumza shekhe wetu, halafu na sisi tujitizame nafasi zetu, halafu tuje tutoe natija ya maswali yetu. Asa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuona na sisi tukaweza kubadilika kupitia zake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia falsafa ya akida ya Kiislamu tunafundishwa kwamba nguzo za imani ziko ngapi? Nataka mnijibu. Nguzo za imani ziko ngapi? Ziko 6 eh? Nguzo ya kwanza ni ipi? Nguzo ya kwanza ni ipi? Antu'mina billah. Naona wanajibu wanafunzi tu. Nguzo ya kwanza ni ipi? Antu'mina billah. Ni kumwamini nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumefahamiana eh? Uislamu una nguzo ngapi? Una nguzo ngapi? 5. Wengine wanasema 7. Takbiri, Allahu akbar. Uislamu una nguzo ngapi? 5. Nguzo ya kwanza ni ipi? Shahadatun an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nguzo ya kwanza katika imani ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imani inakaa wapi? Al-imanu mahalluha fin. Imani inakaa wapi? Fil qalbi. Inakaa wapi? Moyoni. Tumefahamiana vizuri eh? Hiyo nguzo ya kwanza ambayo iko moyoni katika Uislamu, unafanyaje? Unaishuhudilia. Kuishuhudilia ni kwa nini? Kwa ulimi au kwa moyo? Kwa ulimi, si ndivyo? Lazima utamke. Tena imepewa heshima ya kusema shahada. Maana yake ni jambo ambalo
limetulia katika moyo, halafu unakuja kulitamka kwa kupitia nini? Kwa kupitia ulimi wako. Maana yake unawathibitishia wenzako kile ambacho unachokiamini ndani ya nini? Ndani ya moyo wako. Kafiri anapoingia katika Uislamu anafanyaje? Anatamka. Tumefahamiana? Kile ambacho kiko katika nini? Katika moyo wake. Sasa baada tu ya kutamka kwa ulimi wako kwamba ninashuhudia hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, kinachofuata baada ya shahada ni nini? Ni sala. Tumefahamiana? Baada ya sala kuna nini? Kuna zaka. Baada ya zaka kuna nini? Kuna funga, si ndivyo? Baada ya funga kuna nini? Kuna kuhiji. Nguzo 5 zinakuwa zimefanyaje? Zimekamilika. Kwa nini ianze shahada halafu baadaye zije hizi nguzo zingine? Sala maana yake inatuunganisha baina yangu mimi na wewe. Tumefahamiana vizuri eh? Lakini pia inatuunganisha baina yangu mimi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ya ile shahada ambayo tunayofanyaje? Tunayoitamka. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba sala kama haujatoa shahada, sala yako inakuwa imefanyaje? Haipo, inakuwa ni batili, si ndivyo? Sala kama haujatoa shahada, maana yake wewe unakuwa sala yako imeharibika moja kwa moja. Na kwa siku katika kila sala unashahidilia mara ngapi? Mara 5. Katika sala unashahidilia mara ngapi? Mara 2, si ndivyo? Piga hesabu, katika sala 5 utakuwa unatoa shahada mara ngapi? Mara 10 Toyo. Sasa hii falsafa yake ni nini? Maana yake ni kwamba yule mtu ambaye imani ipo katika moyo wake, maana yake hawezi kuwa ni sababu ya kumchukia mwenzake. Tumeelewana eh? Ukiwa na imani ya la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah katika moyo wako, hauwezi ukamfanyia fitina mwenzako. Tumefahamiana eh? Ukiwa na kalimatu tauhidi ya la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah, hauwezi ukamfanyia ukatili wa kijinsia mwenzako. Ukiwa na imani ya la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah, maana yake hauwezi ukakaa na jirani yako hamsemeshani. Tumefahamiana eh? Ukiwa na kalimatu tauhidi ya la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah, maana yake hauwezi kutofautiana na mwenzako kiasi kwamba mpaka mkawa mnashindwa kukaa pamoja na kuongea. Sasa tujiulize leo Waislamu, je, hatufanyiani husda? Hatugombani? Leo hapa tunazungumza, tumepata wasaa huu kwa ajili ya kuja kumzika mwenzetu, lakini kuna watu bado hawaongei wenyewe kwa wenyewe. Kuna watu wamesusa kuja hata kwenye msiba kwa sababu hawafanyaje? Hawasemeshani na wenzao. Lakini kuna wengine hata wao na familia zao hawaongei. Lakini ndio hao leo unawaona katika sala 5. Ndio kwanza baba. Sasa yale machafu ambayo yaliyozungumzwa ni kwamba imani haipo katika nini? Katika nyoyo zetu. Ndio maana hata ibada ya sala ambayo inatakiwa tuunganishwe wenyewe kwa wenyewe inakuwa haina natija.
Na maombi yetu ambayo tunayoomba hayawezi kupokelewa ikiwa ndani yetu sisi ni wachafu. Kuna mtu anaona Uislamu ni kuvaa nguo nzuri kwa nje, anajipamba vizuri, lakini moyo wake bado una machafu makubwa. Tumefahamiana vizuri? Sasa laiti kama tungelijua thamani ya neno hili ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, na imani kwamba haya machafu yote yasingelikuwepo. Kwa nini ninasema hivyo? Sikiliza hivi. Ukirejea katika sira ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuwa amepata matatizo na masahaba zake katika mji wa Makka, hijra ya kwanza aliyoifanya, aliwaamrisha masahaba zake wakimbilie katika nchi ya Ethiopia, huko zamani ikiitwa Al-Habsha, Ethiopia. Tumefahamiana vizuri? Walivyofika kule, arada malikun Najashi, mfalme Najashi akataka kujua hiya al-asbabu mughadaratihim fi biladihim ila biladi, ni sababu gani zilizowafanya wao kuacha ardhi yao na kukimbilia katika ardhi ya wapi? Ya Ethiopia. Kitu gani kimewafanya wao wakimbie? Akaitwa mutahaddithu rasmin lilmuslimin, muongeaji wa sauti ya Waislamu, ambaye alikuwa ni kaka yake sahaba bwana mtume anaitwa Ali ibn Abi Talib. Yeye alikuwa anaitwa Jaafar ibn Abi Talib. Alipofika mbele ya mfalme Najashi akamwambia, ma balukum hatta ghadartum biladikum ila biladi, kilichowafanya ninyi mkimbie kutoka kwenu mpaka katika nchi yangu ni nini? Niambie. Sikiliza maneno ya Sayyiduna